Lakini kikubwa ninachozungumza, wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye ibada ya mahali hapa, na wewe ambaye hujasikiliza ibada hizi mara 2 3, somo hili tunaojifunza ni mwezi wetu wa pili, tunaendelea kujifunza somo hili. Tunatamani kwamba kwa neema ya Mungu mpaka inafikia mwezi wa 12 tutakuwa tumefika mahali fulani, hatutakuwa tumemaliza, tutakuwa tumefika mahali fulani. Tunachojifunza kwa miezi hii 2 3, tunaongea jinsi ya kutengeneza mahusiano ya karibu na Mungu. Kwa nini tulisema tunajifunza haya? Nirudie maneno haya kabla sijaenda mbele. Nilisema tunajifunza kwa habari ya kutengeneza mahusiano ya karibu na Mungu, na mlango wetu mkuu unasimama kutoka kwenye kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka mlango wa 33 mstari wa 7 hadi mstari wa 11. Huo ndio mlango mkuu tunaotembea nao katika miezi hii 3. Na kwa nini tumeamua kutembea na mambo hayo? Niliongea nikasema tunatembea na mambo hayo kwa sababu kuu moja, na zingine ndogo ndogo zipo, lakini sababu kuu moja tunayotembea nayo inayotufanya tujifunze haya sana na tukae sana kwenye somo hili. Kwa nini? Sababu kuu ya kwanza niliyoiongea nikasema tunatamani, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 33 kuanzia mlango wa mstari wa 7 mpaka mstari wa 11. Shauku yetu na kiu yetu kama kanisa la Sinai Christian Center, tunatamani tunapokuwepo kwenye ibada tulione wingu la Bwana linashuka na linatuhudumia. Hiyo ndio shauku kubwa. Kwa hiyo tunapoongea mambo haya, tunapojifunza somo hili, tunajifunza sababu kuu ambayo inatulazimisha tukae sana kwenye mahali hapa. Shauku yetu ni kwamba tunatamani, kama Musa alipokuwa anaingia hemani, alipokuwa akiingia ndani ya hema, anapoliita wingu la Bwana linashuka, na wingu likishuka likaleta majibu kwa watu wake. Hiyo ndio shauku yetu. Haina maana yoyote kama leo umekuja kuabudu mahali hapa, Mungu asikutembelee, Mungu asikutane na haja yako, Mungu asikutane na hitaji lako. Haina maana. Maana ya ibada ni nini? Maana ibada, tunapoingia nyumbani mwa Bwana, Bwana atembee na sisi, Bwana atusikie, Bwana atukuse, wagonjwa waponywe, waliochoka wainuliwe, waliokata tamaa wapate tumaini jipya. Ndio kusudi la kuwepo hapa. Hatuko tu hapa kwa sababu tumekuja kupoteza muda. Hapana, tupo kwa kusudi, tupo kwa dhumuni. Wako watu ni wagonjwa, wako watu wameumizwa, wako watu wamechoka, lakini ndani ya kuchoka pumziko lao walipate wapi? Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo, njooni mnaochoka na kulemewa na mizigo, nami Mungu nitawapumzisha. Ndio maana tunaikimbilia madhabahu ya Bwana. Na tunapoikimbilia madhabahu ya Bwana, kinachokiongelea, ndio maana tukasema tukikimbilia madhabahu ya Bwana, tunachokitaka ni kutengeneza mahusiano ya karibu na Mungu. Na tunapotengeneza mahusiano ya karibu na Mungu, tunapoliita jina la Bwana, tunapomwita Mungu ashuke atuhudumie. Na asubuhi ya leo nataka nikwambie, yuko Mungu atakwenda kukuhudumia.